matumaini, uso wako ukiwa taswira ya rehema, lakini macho yako yalijisitiri kwa tahadhari, kana kwamba mapenzi ni mtego wa maangamizi. Yes, so good morning. Good morning, madam. Today we'll be learning about verbs. Someone tell me what is a verb? What is a verb? Raise your hand. Doing what? A verb is a? Doing what? Examples of verbs. Examples of verbs. For example, walking is a? Verb. What else? Eating. And we have examples of verbs. For example, walking, eating, cooking, jumping, anything that you're doing. That is a verb. Okay? Yes. Yes. For example, I am cooking dinner. So cooking is a verb. I am going to the shop. Going is a verb. What else? Yes, my mother is eating pilau. Eating is a verb. Amina is playing football. Playing is a verb. Habari zenu. Leo tunajifunza tanakali za sauti. Mko tayari? Asanteni. Nataka mmoja niambie tanakali za ni nini tanakali za sauti? Madam. Mapenzi yana nia zake. Habari yako? Nzuri sana mwalimu. Nimesikia wanihitaji. Mimi ni mzazi wa Zaida na Cute. Oh, karibu. Juzi walikuja wakanipa salamu zako, wakasema natakana na mwalimu shuleni. Ndio mimi nilikuwa nakuhitaji. Labda kuna tatizo? Karibu kwa tukatuongee kuhusu maendeleo ya watoto wako hapa shuleni. Una muda wala umechelewa? Naam, muda ninao. Ndio maana nimetoka huko kote fika hapa ili nipate kuwasikiliza nyinyi walimu wangu, maana watoto wangu wakiwa hapa nyinyi ndio wazazi. Ndio hichi kipindi ambacho kinapatia tuko karibu na kufunga shule. Kabla tufike shule huwa tunafanya mtihani na watoto wako hakuna hata mmoja ameshafanya. Sijui washawahi kukwambia kama shule hawajalipa mtihani ama vipi? Kai pesa hazijaingia. Kwa hakika nyinyi mnanichanganya. Maana mimi nishatoa pesa nikawapa ya mtihani. Sasa utakaposema kwamba hawajalipa mnaniacha katika njia panda. Tulionao utaratibu wa shuleni kwetu. Kila mtoto akilipa hata kama ni 30 huwa kuna listi yenye tunapeana. Je, washawahi kukuletea listi mmoja wapo? Kwa kweli madam, mimi sijapokea listi. Maana huwa wanajiwekea. Je, wapo? Wanafunzi wapo, itabidi waitwe ili uje waulize. Itakuwa vyema sana. Zaida na Cute, naomba mara moja tafadhali. Ewe kivuli cha mapenzi, usinitenge. Moyo wangu si jangwani lahada. Nimekujia kwa dhamira iliyo safi. Usinifanye kuwa mgeni wa hisia zako. Umenitia Samehe. Ile shetani tukanipitia bahati mbaya, hutojirudia tena. vipi? Simsamehe. Sikiza nikwambie, mimi sitakaa nikakusamehe maisha yangu. Na la sitaji tena kuona katika maisha yangu. Watarajia walimu kinaona wanifikirie nini? Hapa sasa hivi walimu wako hapa tumeficha, hapa tutakuja saa ngapi? Sijakaanza kuhesabu haraka. Wewe jishikilie, nakwambia sikutaki tena, sikutokoje kitu ambacho alinifanya yule mwanamke. Akia Mungu vile kama mwanamke wangu ile sijui hata alitokea wapi. Sasa nenda ukamuuliza alichonifanya ni kitu gani, alafu ndo nifuate mimi uje niambie. Sasa mimi naomba tumsamehe. Nimekwambia siwezi kukusamehe katika maisha yangu na sitaji tena kuona. Tafadhali.
Okay. Hili ndilo linafuata hapa shule. Hapana baba. Nini? Mr. Romantic. Huko kutafuta njia kwako wote. Ndio hapo umefika. Wakumbuka wewe ukija pale kwangu. Okay. Nyinyi mnasema pesa si wapi. Kumbe huu ujinga ndio mnafanya. Mimi nang'ang'ana kwa kutafuta pesa ili mje mfanye huu ujinga. Hapana baba. Mimi hata simjui. Cute mwanangu. Niambie nini kinaendelea hapa? Sasa hakuna mtu anaongea. Zaida, huyu nani? Simfahamu. Umfahamu mtu mwenye kupigia magoti? Unajua mimi ninaamini watoto wangu wanakuja shule kusoma. Haya ndiyo masomo ama huyu ni mwalimu? Wewe unajua wao ni wanafunzi. Na bado uko na grades za kuwafuata shuleni. Sasa nyinyi tutapatana nyumbani. Tembeni huko. Sasa Diana, mimi nikuulize. Unajua ukienda ndani utakaa miaka ngapi? Hapana. Unaongeleka, naomba tuzungumze ya hizi. Sitaki nikuone karibu na hawa watoto. Si huyu wangu peke yake. Mtoto yote ako na uniform hata hana uniform, lakini chini ya miaka 18 sitaki nikuone karibu na walau nitakapo kukuta utaona rangi yangu ya tatu. Amka. Nataka nimpeleke ndani awe funzo kwa vijana wote wanaocheza na watoto wa shule. Maana nikichezea hii wataharibu watoto wengi sana. Mapenzi yana furaha, yana maumivu pia. Hiki ni kivuli cha mapenzi. Waenda wapi? Kuna nini kwani? Twenda nyumbani. Kuna mtu? Hakuna mtu, lakini sijafunga mlango. Nilikuwa tutaka kujua. Haya, kwaheri. Sawa. Auntie, Umpika? ulikuwa umeweza kupikiwa nini? Tena mkapika wenyewe. Nyota, moyo una maamuzi yake, lakini hayafuati mantiki. Unayempenda hakupendi, anakuona kama rafiki tu. Unamtafuta usiku na mchana, lakini yeye moyo wake uko kwa mwingine. Anayekupenda umpendi, unamkimbia bila sababu. Anakutazama kwa matumaini, lakini macho yako hayaoni thamani yake. Mbona moyo wangu unanitesa hivi? Nampenda Mariam. Hey. Haki mrembo, mambo? Poa. Unaendeleaje? Poa. Haki nimekumisi wewe. Pia mimi. Yaani vile umekuja leo, moyo wangu umetulia kabisa. Haki Mariam. Yaani leo nimekuona naona kama yani mbingu imeshuka. Kweli? Na hilo tabasamu lako, naona kama niko sawa leo. Yaani leo nitaweza nikala chakula ikaingia tumboni. Kweli? Kweli kabisa. Yaani unatoka wapi huko? Natoka huko kutembea tembea. Okay. Aki wewe, angalia hayo macho. Angalia mdomo. Acha. Yaani leo nataka tu nifanye mambo na wewe. Yaani hata tukitulia mahali uniambie mawili matatu, yaani nitaendelea kupona tu. Wallahi. Unanipenda? Nakupenda sana. Mba macho mpatie zawadi nzuri kama anipenda. Kweli? Una zawadi? Haya, niangalie wapi? Mba macho.
Fumba, mimi nasubiri ufumbe macho. Unajua ni kwa nini nasita? Kwa nini? Yaani sichoki kukuangalia. Okay. Mimi nakuamini. Kama leo umekuja hivi, nipe zawadi mama. Cha mikono. Haya. Umenipika? Na ukiendelea kuongea nitakupiga tena. Hii ni adabu gani ya mapenzi? Unayependa kupendi na nayekupenda upendi. Mapenzi yamekuwa mzunguko, kila mtu analia kwa siri. Ningekuwa na uwezo wa kubadilisha moyo, ningependa anayenipenda, lakini hisia hazisikii ushauri. Huyu mtoto mpaka mida saa hii bado hajarudi. Ninamwambia anioshe vyombo, anifagilie nyumba, lakini mida mpaka saa hii ya jioni hajarudi. Watoto wa siku hizi, mtoto akishika simu kazi zote afanye. Sasa kutoka alipoenda kwa rafiki yake mpaka saa hii mida jioni, jua laenda kuzama na hajarudi. Sasa yeye atakuwa yuko wapi? Mimi marafiki zake sijui hata mmoja. Jua laenda kuzama. Sasa atakuwa yuko wapi? Asalamu alaykum dada. Niambie vipi hapa? Hapa si tuko wazima. Sijui uko nyumbani mzee na bajiwa wanaendelea. Si twashukuru. Uko salama. Sijui wewe vipi? Mbona ninakuja hapo na kusikia ongea. Si huyu Brenda ametoka asubuhi akaniambia yenda kwa rafiki yake. Mpaka sasa jua lazama sijamuona hajarudi. Huko ndani ninamwambia nioshe vyombo anviacha. Nguo anziacha. Dada, watoto wa siku hizi ndivyo walivyo. Kwanza siku hizi kuna mambo na masimu nini na nini, utaongea ujipe pressure bure. Alafu mimi mwanzako pia pale kwangu kuna mwanangu Adiwa naye pia hasikii hata nikimwambia nini, hata natafutia mchumba. Hataki mchumba wala anasema ajichagulie yeye mwenyewe. Sasa kwa watoto wa siku hizi, yani lile atakalo ndo analofanya yeye. Huwezi mlazimisha kufanya kitu mpaka yani atake. Mimi hapo dadangu hata sijui nitakwambiaje, maana mimi hayo mambo hayo hata siongei. Maana wewe wangu mimi hata sijui, sitamchagulia mpenzi, kama naye atajua mwenyewe. Mimi ninachojali tu hii nyumba yangu anisafishie basi. Alafu sasa kama hizi simu ndio huwa zina sana ndio huwa zinasumbua watoto hizi. Yaani akiwa kwenye simu, akiwa online, yani yeye na mambo na kuchati, yani kila kitu mambo kwa simu, lakini kuhusu mambo ya kazi hawafanyi kabisa. Sasa wewe wangu nimesubiri hapa mpaka nimechoka na sijui atatokelezea na njia gani. Niko hapa tu, sielewi hata cha kufanya sina. Atakuja tu dada, hata usio na wasiwasi. Unayempenda hakupendi, anakuona kama rafiki tu, unamtafuta usiku. Dada, mimi nilikuwa ninakuja hapa kukuuliza ushauri wa mwanangu Adiwa. Kumbe nawe pia uko na yako, hata nakuona uko settle. Mimi hata hicho kichwa changu hapa kimejaa mawazo. Wewe nenda tu dada, tuongee siku nyingine. Usijali dada, ndio maisha, utafanyaje? Karibu lakini. Asante. Unamtafuta usiku na mchana, lakini yeye moyo wake uko kwa mwingine anayekupenda umpendi, unamkimbia bila sababu. Karibu. Nikusaidieje? Kwani maji akwambia kitu? Kitu gani kwani? Kana siko mtu mzima, kwani uelewi? Nimekuelewa. Acha nitakufikiria. Sawa.
Karibu. Hata maji au kitu nikaa at least mpumzike. Saa hii siko kwa mood. Tutaongea tu baadaye. Sawa, acha mimi niende. Baki salama. Nakupenda. Ulifika mahali nikutuma? Ndiyo, nilifika. Tena alichukua ile pesa, alifurahia. Sijui tangu kazaliwa hajawahi shika pesa kubwa kama ile we. Na hakika alichukua ile pesa? Kuna shida kwani? Hakuna shida. Sawa. Kama alichukua mimi nashukuru. Lakini naona kama hajakuwa sawa. Kwani uniamini ama? Sinikwambia nitakusetia mimi mwenyewe. Si unajua mimi naweza kuongeza na video kwezo ili akukubalie. Sawa, sio hiti sikuamini dadangu. Najua wewe ndiye mtu wangu. Wewe ndiye sister wangu. Wewe ndiye unayeniamini. Wewe ndiye unayenijua kama kakako. Kwa hivyo mimi sina dukuduku lolote kukutuma pale. Unielewa? Kwa hiyo hata kama imekuwa vile ilikuwa, wewe endelea tu kupush. Naamini tu iko siku. Sasa mimi nitampush. Lakini alikubalia. Na siku nilimwambia niketi naye chini. Akanisikiliza. Unajua mimi ni rafiki yake. Sawa, wewe zingatia hayo mambo yote alafu tukutane. Mimi nataka nimkute niongee naye kwa ustaarabu. Sawa, mimi nitakutanisha lakini wewe wazingatia maokoto ile, yani azidi kupenda. Wewe sister yangu wewe, mimi nitafanya lolote ndio aweze kunipenda, umeelewa? We, nimfurahia hiyo yote yangu hii. Hiyo ni yako dadangu. Nifurahia sana. Leo nenda sijui wapi, nenda zangu Naivas kanunue kama chips. Naondoka mimi. Asia. Ulicha mapenzi usinitenge. Moyo wangu si jangwani lahada. Nimekujia kwa dhamira iliyo safi. Usinifanye kuwa mgeni wai hisia zako. Kama ni hatima imeandika kwa wino wa maumivu, basi nitasubiri kwa subira ya bahari. Maana penzi la kweli halifi kwa kizuizi. Cheers my brother. Yeah, good life. Wow. Naona vitu mzee vinabamba sana Kabisa bro. maana muda mrefu tukakutane. Lakini tunashukuru Mungu anasaidia Kabisa. Otherwise fresh. Nashukuru Mungu pia mimi sijui na familia. Alhamdulillah bro. Mungu wa kituristi. Tunajua bro. Mwanangu ulijipata. It's part of life, Mashallah. Ama namna gani? Kabisa. Yeah. Bro, vipi mzee? Brother, chana naye huyu mtu ase. Unaona chombo? Peace mwanangu ase. Unaona peace mwanangu? Peace yapi mzee? Bro, ni hata siamini. Nahisi kama naika kasusu hivi. Wacha. Bilai. Sisi hiyo bana. Kupika naelekea mission. Ndio. Na hivi na kwa chombo ase. Kama kweli nasema siwezi acha chombo bwana. Bure. Sio kivu. Wasema ni mundo. Yaani mwanangu ani nyama nyingi. Kwambia mimi. Wewe si unaona vitu hivyo? Tunajua tokea nije huku niko mwenyewe. Kwa hivyo sasa huyu ndo shemeji. Shemeji. Wewe au si umejipata. Appreciate sana bro. Asante sana.
mapenzi yana siri nyingi. Nyota Arts. Kivuli cha mapenzi. Oh, oh. Utakula sio ndio hivyo. Poa. Mwenyewe na kala vipi kuduka. Lakini tumwangalie mwenyewe amepiga Y3 hapa. Lazima tu kitu kitamuka tu lazima. Watoto 2000 mashallah wameumbika. Niambie bro, vipi kuhusu shwaleni? Anaendaje? Pisi na nusu bro. Au sio? Huyu bado. Acha wewe. Kwa hiyo unaongea hapa sipo. Mtoto kimwangalia ni rangi yake hivi kama tomato mzeza kutoka kule. Kimwangalia mtoto wa nini? Anawiri kama tomato za kutoka kule Mwanza. Au sio? Bado hapa. Kweli? Mimi. Kwa hiyo wasema umechagua. Mashallah. Acha wewe. Mungu kajazia. Kabisa. Nakubali. Yaani bro kimuona. Utaniambia. Ya, kweli. Chombo. Ila sisi kama kitakuwa kinafikia huko. Acha wewe. Bro hapa ni ningesema nafanisha na stress ya mkate kama nimekosea. Baba, Igo Gagwe. Sawa. Mimi naoga sigaweza. Mashallah. Sasa mtoto mzuri waitwa nani? Naitwa Mariam. Mariam. From heaven direct. Here. Good. Smile. She's good. Mwana kwamba uganangala. Very nice. That's so beautiful. Toto cha sita. Agbanako baba mimi nasigaweza hivi. Mtoto mzuri mashallah. Banago baba hivi. Banago. Sasa mtoto mtani. Mariam. Mariam. Wajua mimi nataka yani kama kweli. Sina mrembo kabisa, naona wewe kashukuru sana. Mwelewe. You need marry this year. Mwelewa. Wajua kule kwetu. Wajua kule kwetu. Kule kwetu. Chochote kitaka utapata kule kwetu. Yaani kule home sasa tutimiwe hewa. Beach point. Mwambie tena tuko na beach plot. Beach plot. Sina kwa usi lazima upate tabu, atasema unaanza swimming pool. Una swimming pool nyuma ya nyumba ambayo inavya paka Kongo River. Kazi kutina tuligunzu tivya kao na lala. Kila kitu unaendelwa babaye kazi yeni kwenda kutakula. Taya gamsarani. Mimi kila kitu nitakufanyia. Kipamba hizo. Ni Dengao. Mwambie kitu toka wapi? Nai from German. German Shepherd. Hebu mwambie hapo chini shilingi ngapi hicho? Hapa 2500. And here 5000. What do you appreciate then? Tuvya bei ghali hivyo. Come to the point. Rembo, bado unikubali? Mshamaliza. Bado, ngoja. Bado hujamskani vizuri. Rembo, ama utankujia magoti. Ndio onera. Ona kwa mfupi kwa ajili yako. Mwelewe tu. You have a beautiful thing. Napata shida mimi mwenzako. Mwelewe dada, yambia wewe bwana. Kila siku talala hii. Ni sio vitu vyangu. Yaani amwendani na mimi, sio level yangu. Jamani, kuelewana tu haya mambo. Mwayangu, mwelewe ga mambo ni gavia vya. Mwelewe mwenzako. Napata shida mimi. Wakapiga zipato lesi, baridi tenjira tetete iwa. Kwa sababu ya silali kabisa. Kapumua tetete. Kichwa kikainjira mvuche. Sio level zangu. Tulia digirisha moyo. Sona na kuguta tona. Usijali, utapata level yako. Mwelewe mbabia. Wangu wewe. Ambanzo dada. Mwanao. Tuya ndipo garivyo gago baba. Okay. Pole baba ndipo garivyo. Sawa mwanao. Lakini una maelini mwanao. Mwenye kana hata mafua kana. Mwenye mwembamba ati suana lumira. Shakarenye.
Hivi leo kunavyoonekana tutakula. Nyata sielewi. Maruku baba. Kila kama saizi yuko sawa te. Yaani mimi mwenyewe namsubiria tu. Maana yake wewe hata roho langu nalisikia leo lenda mbio. Kwa maana sio kwa steli ile aliyotushika. Nadhani atatuelewa tu. Maana pale anachukua tu tukiongea. Ndio kuna lolote. Yaani sio kwa vile alivyopani. Alipani kile mzee. Najua tumekula pesa zake nyingi. Lakini kwa sasa mimi hata sina mpango naye kabisa. Unaona tu mchezo mpanti ama kwa mjomba tu kaka huko. Lakini baba akinielewa hivyo kama tutakuwa sawa. Kwa maana sasa sina mpango tena naomba. Kwa hiyo natumai hivyo vyote vitapita na baba atanielewa. Sawa. Lakini mimi hapa sasa nasikia njaa. Utafanyaje? Sio kama baba hajatokea pesa. Ati mwenyewe ndio huwa hayuko tumemwacha kule. Utafanyaje? Acha nilale mimi. Mzee kikuzidi utaondoka tafutie pakuli. Hayo kama endelea kula, wewe kama wewe endelea kulala wewe lala tu. Naondoka kama zangu tafuta chakula mie. Bye. Ndio baadaye. Sasa ukuniletea. Hiyo ndio hapo nimekuletea. Mambo gani unaleta? Kwema huko? Kwema sana. Niambie kaka. Nakuaje? Poa sana bro. Karibu sana. Sure. Karibu sana. Niambie kiongozi. Poa my brother, niambie. Sure. Nashukuru. Ulikotoka? Kwema kabisa, nashukuru. Bro. Yeah. Hizi vitu hivi hujachana. Tachaje ndugu yangu. Niliko baridi nyingi ndugu yangu. Wewe najiweste sana bro. Karibu. Naongea sana, acha nikuletee glass. Ni hata usinilete. Acha nikuletee glass, hata maji basi. Leta maji. Sawa. Niambie bro. Nashukuru sana ndugu yangu. Za masiku. Poa, nashukuru sana. Nasikia kelele mingi. Shida nini? Tunaelimishana na kakaangu, usielewa mambo ya kituristi kule. Ndio napata yani gumzo inakuwa iko juu sana. Mimi nawajua nyinyi. Maongezi yenu yote kama si mademu mnaongelea hapo. Naambia oeni mwache hizo story. Maana najua hapa conversation yote hapa ni kuhusu mademu. Uongo? Kaka acha mambo yako bwana. Yaani tayari umesikia yani maneno yote tuliokuwa tukiongea. Nakwambia mimi mtu mzima bwana kitambo yani. Kweli? Najua maneno yenu. Yaani mkiongea jambo la maana tu ni mademu tu. Hakuna lingine zaidi. Kwanza mkiwa mnashirikiza vitu hizi. Wewe unahisi kitu gani tunaweza ongelea zaidi? Bro, unajua katika dunia hii tunatakana tuzingatie maendeleo ya kujenga jamii na hata mahali no. Ngoja. Hata maendeleo kaka. Wewe unaongelea familia, nitaipata vipi bila mwanamke? Kweli kabisa. Kila mtu akona test yake. Nimempenda na ni wangu mimi peke yangu, hakuna mwingine. Kweli? Ndio. Ni peace. Lakini kumbuka una familia huko nyumbani, nayo vipi? Ila kwa hilo sioni kama kuna tatizo kaka. Wajua walisema ndege wa jinsia moja huruka kwa pamoja. Ndio maana yenu ni mamoja. Sasa amsikia anatuponda huko. Atuambia nini huyu bro? Shangaa mimi bana. Uko sawa kweli? Bro, mimi nasaidia hapa wewe na mwenzako. Sasa tufanyeni hivi. Ndio. Kunalo lengo limenileta hapa. Lengo gani hilo? Haya mengine yalikuwa by the way. Nashukuru sana kwanza kwa kuja. Maana karibu sana. Na jambo tanisaidia. Ndio. Mimi ile binti yangu Zaida naona kidogo njia zake si nzuri. Zaida? Anafanya tena. Naomba utafute muda wako. Ndio. Ukae naye chini. Ndio. Na kwa sababu sasa wote ni wanawake, ndio, jaribu kukaa nao wote watatu. Mariam, Zaida na Cute. Ukaongeleshe. Juzi nimeitwa shuleni na mwalimu wao. Ndio. Amenieleza mambo mengi kuwahusu. Mambo gani? Ya kwanza pesa za shule, school fees na za mtihani na kila kitu wanakula. Hawapeleki shule. Ndio. Haikuishia hapo. Ndio. Tulipotoka hapo sasa mimi narudi zangu nyumbani nampata kichochoroni na mwanaume. What?
na si mwanafunzi, hiyo ni ishara ya kwamba huyu msichana ameanza mchezo mibaya. Yafaa asome. Hello? Walaikum salam. Salama sana. Acha nitakupigia. Niko mahali kuna shughuli nafanya. Sawa. Yaani kaka tayari naye yaongea. Pole, wanawake ndio umewaweka kipaumbele. Nini bro? Kaka, mimi nimekuelewa. Sawa. Na itabidi tuwaite tuongee nao. Lakini kwa maneno kama hayo kaka, ningeomba tusiongee kwa wakati huu kwa sababu saa hii itakuwa kawa yani unampigia mbuzi gita na ukitarajia acheze wakati atacheza. Maneno ya kaka, tupange muda, tuketi chini na hao tuongee. Lakini kwa saa hii hatuwezi elewana sababu tayari nimekuja katiba. Alafu kitu kingine, next time kama unakuja kwangu, either unipigie simu ama unipatie taarifa mapema. Sawa kaka? Acha mimi niende. Maana naona hapa. Bro, ya mambo familia bwana. Ndio. Unajua wewe ongeeni. Ndio namueleza sasa hivi. Piga mziki bro. Ama vipi? Kaka ni Afrika. Tutazidi. Sawa, usijali. Usiku ni wetu baby, hakuna kulala leo. Tangu ingie maishani mwangu, moyo wangu haupo tena kwangu. Nikitazama macho yako ninasahau hata dunia yangu. Unanifanya nicheke bila sababu, wewe ndo roho ya roho yangu. Usiku
kukifika na kuwaza, nataka uwe karibu yangu, nishike mkono usiniache, hadi alfajiri twende pamoja. Mapenzi yetu hayana mwisho, leo ni wetu, sina hoja. Leo situli, sitaki kulala, mapenzi yako yamenizidi kabisa. Niko na wewe hadi kucha, usiku huu hakuna kuagana. Leo situli, na kuhitaji sana, kila dakika nataka uwe hapa. Usiku ni wetu, acha dunia, leo ni wewe na mimi tu hapa. Ukinigusa na sahau shida, mapenzi yako ni tamu zaidi ya asali. Nikitazama vile unavyocheka, najua kabisa wewe ni halali. Hakuna mwingine anayeweza kuchukua nafasi ulionayo, na kuahidi mbele ya moyo, nitakulinda bila kusahau. Nishike mkono usiniache, hadi alfajiri twende pamoja. Mapenzi ya Mjomba. Mjomba. Amka. Mjomba. Mbona kwa hivi? Mjomba. Mbona tunalala? Tutaongea nikiamka. Okay. Sawa. Twende. Nyota Arts, mapenzi yana nia zake. Hiki ni kivuli cha mapenzi